Mgogoro kati ya Oscar Kambona na Mwalimu Julius Nyerere ulikuwa mmoja wa matukio mazito zaidi katika historia ya siasa za Tanzania, kwani ulihusisha marafiki wawili wa karibu sana waliojenga misingi ya uhuru wa nchi hii. Chanzo cha mgogoro huo kilikuwa ni mchanganyiko wa tofauti za kiitikadi, mfumo wa uongozi na hofu ya usalama. Hapa kuna sababu kuu. Moja, Azimio la Arusha, ujamaa na kujitegemea. Hii ndiyo ilikuwa sababu kuu ya mpasuko. Mwaka 1967, Nyerere, ambalo liliweka msisitizo kwenye siasa za ujamaa, Kambona alipinga. Aliamini kuwa azimio hilo lingewafanya viongozi kuwa maskini na kuzuia maendeleo binafsi. Pia, hakukubaliana na mwelekeo wa Tanzania kuegemea sana upande wa siasa za China na Urusi, ukomunisti. Nyerere alisisitiza, alitaka viongozi wasiwe na biashara wala kumiliki nyumba za kupangisha ili kuzuia unyonyaji. 2. Mfumo wa chama kimoja. Nyerere alitaka Tanzania iwe na mfumo wa chama kimoja cha siasa ili kuimarisha umoja wa kitaifa. Kambona alipinga vikali jambo hili, akidai kuwa lingempa rais madaraka makubwa mno na kuminya demokrasia na uhuru wa wananchi kutoa maoni. 3. Maasi ya jeshi ya mwaka 1964. Wakati wa maasi ya wanajeshi wa Tanganyika Rifles, Nyerere alilazimika kwenda mafichoni. Wakati huo, Kambona ndiye aliyebaki mjini na kufanya mazungumzo na wanajeshi hao. Baada ya tukio hilo, kulianza kuenea uvumi kuwa Kambona alikuwa na nguvu kubwa kuliko Nyerere na pengine alitaka kuchukua madaraka. Hii ilijenga mbegu ya kutiliana shaka, wasiwasi wa kiusalama. 4. Uhusiano wa kimataifa, vita baridi. Kambona alionekana kuegemea zaidi mataifa ya magharibi kama Uingereza na Marekani, wakati Nyerere alianza kujenga urafiki wa karibu na mataifa ya mashariki kama China. Hii ilileta mvutano kuhusu mwelekeo wa kidiplomasia wa Tanzania. 5. Tuhuma za uhaini na kukimbia nchi. Mvutano ulipofika kileleni mnamo Julai 1967, Kambona aliondoka nchini kwa siri akihofia maisha yake na kukimbilia Uingereza. Baadaye, serikali ilimtuhumu kuhusika na njama za kutaka kuipindua serikali ya Nyerere, jaribio la uhaini la mwaka 1969/70, ambapo ndugu zake, akina John na Matia Kambona, walikamatwa na kuwekwa kizuizini. Matokeo ya mgogoro, Oscar Kambona aliishi uhamishoni kwa takriban miaka 25. Alirejea Tanzania mwaka 1992 baada ya mfumo wa vyama vingi kurejeshwa, lakini hakuweza kupata tena ushawishi mkubwa wa kisiasa aliokuwa nao hapo awali. Asante kwa kusikiliza Funguka. Ni kuombe tu kama huja subscribe basi gusa maandishi yaliyoandikwa subscribe ili uweze kupata habari na matukio, habari za kisiasa za kiulimwengu zote zilizopita na sasa. Basi unaweza kutuandikia kama unataka habari gani tuweze kuizungumzia. Asante.